Bwana asifiwe. Ni neema ya Bwana tumewakilishwa mahali hapa, si ndio? Kuna wengi ambao waliamka wakisema wanaenda kanisa, lakini ukirudisha kichwa chini kidogo na kasingizi, shetani anakuletea ka usingizi, anasema sasa unatoka unaenda wapi? Si hata unaweza ona TV, suko na TV na sikuna mahubiri pale na sikuna wachungaji pale, lakini Mungu ametuweka pamoja nasi ili tukaweze kushiriki ile neno. Bwana, kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa 2, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa kilichopandwa. Soma tu mpaka mstari wa 8. Mstari wa 3, wakati wa kuua na wakati wa kuponya, wakati wa kutoboa na wakati wa kujenga. 4, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Mstari wa 5, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. 6, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Mstari wa 7, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Mstari wa 8, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Amen. Neno la Bwana lipewe sifa. Huyu ni mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Ufunuo ukakuja kwake, akatangaza ya kwamba kuna wakati na majira. Bwana asifiwe. Amen. Katika maisha ya mwanadamu kuna majira ambayo yako na mwanadamu atayapitia. Bwana asifiwe. Tupende tusipende, tukiwa chini ya jua, kuna majira utapitia, yawe mazuri ama ya mabaya, ni lazima mwanadamu utapitia, na inafaa tujiandae ni kwa ajili ya majira. Bwana asifiwe. Amen. Kuna majira utakuwa kwa shida, na baada ya shida utacheka. Kuna majira utakuwa na huzuni, kuna majira utafiwa, kuna majira utapanda, na baada ya kupanda utavuna. Na haya majira yote yako ni kwa ajili ya mwanetu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo huenda unapitia majira tofauti na majira yangu. Huenda dada fulani anapitia majira tofauti na ya yule mwingine, lakini yote haya majira yako na wakati wa kuisha na wakati wa kuanza. Kwa hivyo mpendwa, wakati unapoanza majira ambayo uko, lazima ujiandae ni kwa ajili ya hiyo majira. Bwana asifiwe. Tutaenda katika kitabu cha Samueli wa kwanza, twende kuona huyu mtumishi wa Bwana ambaye anaitwa Daudi. Kuna majira ambayo alipitia, ilikuwa kipindi kigumu ambacho Mungu alikuwa amemwandalia, na mwanadamu pia akawa amemwandalia ni kwa ajili ya kupinga majira ambayo Mungu alikuwa amemwandalia. Bwana asifiwe. Samueli wa kwanza 22 mstari wa kwanza hadi wa 2. Samueli wa kwanza mlango wa 22 mstari wa kwanza na wa 2. Basi Daudi akaondoka huko, akakimbilia pango la Adulamu, na ndugu zake na watu wote wa ukoo wa baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Mstari wa 2, na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemadari wao, nao walikuwa pamoja naye, walikuwa kama watu 400. Amen. Bwana asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Bwana Daudi. Ukisoma historia ya Daudi, ilikuwa baada ya kupakwa mafuta na mtumishi wa Bwana, Sauli akamuinukia. Na kabla Sauli amuinukie, Sauli Mungu alikuwa ametoka ndani mwake. Uwepo wa Bwana ulikuwa umemwondokea Sauli.
Sauli akawa ameitisha mtu ambaye anaweza kumpigia kinanda. Bwana asifiwe. Maana wakati uwepo wa Mungu ulimwondokea, kuna majira ambayo lamuingilia, pepo wachafu walimuingilia ndani mwake. Bwana asifiwe. Sasa akawa na kipindi kilicho kigumu, lakini akaitisha mtu ambaye anaweza mpigia kinanda, ili kusudi anapopiga akimfurahisha hayo mapepo yamuondokee. Bwana asifiwe. Lakini wakati mtumishi wa Bwana alipokutana na Daudi, alijua ya kwamba Daudi amewekewa mafuta. Akajua ya kwamba huyu atakuja kupindua ufalme wangu. Akajiuliza moyoni mwake, nitafanya nini? Tamaa ya mwili kamshika, maana alijua Daudi atakuja kuwa mfalme badala yake. Bwana asifiwe. Akawa anataka kumuua mtumishi wa Bwana, lakini maana Daudi alikuwa amepakwa mafuta pia yeye, na neno la Bwana lilikuwa ndani mwake. Roho wa Bwana akawa ndani ya Daudi, alikuwa anamuongoza. Asubuhi ya leo jiulize, kama wewe ni Daudi na huyu ni mfalme, amekuita, amekukalisha katika kiti chake, unakula pamoja na yeye, alafu baadaye anataka kukumaliza. Wewe mwenyewe unatoroka, uko na hiyo nguvu ya kutoroka. Maana ufalme wa Sauli ulikuwa mkubwa na alikuwa na nguvu. Daudi mwenyewe alikuwa amepakwa mafuta, lakini hakuwa na wanajeshi ambao anaweza kupigana naye. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo neno limetuambia aje? Daudi alitorokea katika pango la Adulam, na wakati alipotorokea pale, najua ya kwamba Sauli alikuwa anamtafuta. Akawa ametorokea pale ili kuponya maisha yake, lakini katika haya majira Daudi alikuwa anapitia, Mungu alikuwa pamoja naye, na Daudi alitambua jambo moja: kumtumikia Bwana na kumngojea Bwana, maana alijua yeye ndio nguvu zake. Bwana asifiwe. Akiwa katika lile pango, Sauli akamtafuta, lakini Daudi maana alitorokea pale, akawa peke yake na watu wachache. Maana Mungu alitaka kumuinua Daudi. Daudi akatokelezewa na watu wake. Neno la Bwana limetuambiaje? Wale waliokuwa na dhiki, wale waliokuwa na deni, maana walimkimbilia Daudi, walitaka Daudi akae pamoja nao, maana nguvu ya Mungu ilikuwa pamoja nao Daudi. Bwana asifiwe. Sauli alikuwa anakimbisha Daudi ili kusudi amuue, asichukue ufalme wake, asiweze kuongoza. Lakini wana ambao walikuwa pamoja na Mungu, ambao walinenewa na Mungu, wakajua Daudi ako na mafuta ya uongozi ndani mwake. Bwana asifiwe. Wakatoka kwenye walikuwa, wakakimbilia mji wa Daudi, katika ile pango Daudi alikuwa anakaa. Bwana asifiwe. Ni majira iliyokuwa ya uchungu. Daudi anatoroka mfalme asimuue, lakini kuna furaha, maana Daudi anakimbiliwa na watu wake, wanataka akuwe kiongozi wao. Bwana asifiwe. Na katika hili pango Daudi alikimbilia pale. Jamani, katika pango kuna mazuri, kuna wadudu wanamkula pale, labda kuna nyoka wanamnyemelea, lakini kuna watu wako nyuma yake wanamwambia, sisi tunataka ututawale. Bwana asifiwe. Katika majira haya ni majira ya uchungu kwa Daudi, lakini kuna majira ya furaha kando yake, maana kuna wale wanaomtia moyo. Licha Sauli anatafuta uhai wako, hataki ukawatawale nchi ya wana wa Israeli, lakini sisi maana tunakupenda, tuko nyuma yako. Bwana asifiwe. Haya majira Mungu alimtumainia Daudi, alimtumainia Mungu na akawa kiongozi kwa ajili ya wana wa Israeli. Maana katika hili pango la Adulamu, hapo ndipo Daudi alianza kuongoza. Bwana asifiwe. Akiwa huko katika hilo pango, wale ambao walitoroka wakamfuata, Mungu aliwapa nguvu, wakawa jeshi, wakawa taifa kwa ajili ya utukufu wake. Bwana asifiwe. Siku ya leo kuna mambo ambayo yanakukuba, kuna shida umebebana nazo,
Saa hii ni Januari, kuna watoto wamefanya mtihani, wanatafuta kwenda shule, hauna school fees. Haya ni majira. Je, siku ya leo tafakari, ni majira ya uchungu, lakini kando yake ukiwa pamoja na Yesu yatakuwa aje? Ama ukiwa kando yake utanungunika kiasi gani? Utapata upenyo ama hutapata upenyo? Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, haya majira, kuna majira ya kucheka, kuna mioyo ambayo zimekufa, kuna watu wameinukiana, wengine wanakimbia. Ukimbie ukijua kuna Mungu, usikimbie tu ukinungunika ukisema Mungu amekuacha. Maana katika majira ya furaha Mungu wako, katika majira ya huzuni Mungu wako, na Mungu wetu huwa badiliki. Mora tu moyo wako usimame imara katika Bwana. Bwana asifiwe. Tutaenda kujifunza tena kutoka tutachukua mfano wa Yusufu. Mimi hupendezwa na huyu kijana Yusufu, maana alipitia mambo mengi katika maisha yake. Katika maisha yake Yusufu alipitia mambo mengi, na huwa yananitia moyo, maana watu wa nyumba yake ndio waliomkataa, wakakata tamaa yake kwa ajili ya ndoto ambayo alikuwa ametoa. Maana Yusufu alikuwa ameota ya kwamba anawatawala, wamemwinamia. Wakaona mtoto atatuinamia aje? Bwana asifiwe. Hata wewe siku ya leo, huenda kwenyu unachekelewa, huenda kwenyu umedharauliwa kwa sababu ya ile nyota ambayo iko ndani mwako. Bwana asifiwe. Watakupeleka uhamishoni, watakupeleka kwa waganga, watakupeleka kwa hirizi, ili kusudi ile nyota iliyo ndani mwako ikufe. Tazama, haya ni majira unapitia tu, utamtazama Mungu aje. Yusufu nafurahishwa, maana maisha yake alimtegemea Bwana, hata kama yalikuwa magumu aje, hata kama alipitia aje, hakumwacha Mungu na Mungu hakumwacha. Bwana asifiwe. Amen. Hata wakati mke wa Potifa alimuvizia, akamudanganyishia, akatupa katika jela, Yusufu hakukufa moyo, maana alimtumainia Mungu, na akiwa katika hiyo jela Mungu alimuinua. Bwana asifiwe. Maana kitabu imetuambia aje, wakati alitupwa pale, Potifa aliamurisha ya kwamba atupwe kwa wafungwa wa mfalme. Kijua ukitupwa katika jela ya wafungwa wa wafalme, hiyo kuna mateso makubwa. Bwana asifiwe. Lakini kama Mungu alikuwa pamoja na yeye, akapata kibali, aliwekwa kuongoza wale wafungwa wengine. Bwana asifiwe. Na akiwa pale, hapo ndipo hatima yake ilikuwa. Bwana asifiwe. Yalikuwa majira ya uchungu, lakini baadaye kukakuwa majira ya furaha. Bwana asifiwe. Maana alimtumainia Bwana. Bwana asifiwe. Maana hata kupitia ndoto yake, maana alipofunulia mfalme ile ndoto mfalme alikuwa ameota, Mungu akampa kibali, akamuinua juu, akapata kibali machoni pa mfalme. Mfalme akamwambia, kwa sababu umewafumbua ndoto yangu, utakuwa mkubwa wa Wamisri. Ni kiti changu cha kifalme peke yake ndio utakalia. Bwana asifiwe. Yalikuwa majira ya uchungu, lakini kwa ajili alimtumainia Bwana, hayo majira ya uchungu yakageuka kuwa furaha. Hata wewe majira ambayo unapitia, shukuru Mungu ni kwa ajili hayo majira. Tusinungunike, maana wengi huwa tunanungunika, tunaambia Mungu kwa nini, lakini Mungu akiwa katika kiti chake cha enzi anajua ni majira ya kila wakati. Bwana asifiwe. Tujifunze kushukuru Mungu kwa kila majira. Bwana asifiwe. Na shukuru ni kwa ajili ya Mary mama yake Yesu. Kuna wengi tu huwa tunasema Mungu anaonekana wakati wa shida tu. Mungu si wakati wa shida, hata Mungu wa furaha anaonekana. Maana nilifurahia kwa ajili
ajili ya Mary mama wa Yesu. Kuna majira wakati malaika alimtokelezea akamwambia, umepata kibali machoni pa Bwana, nawe utachukua mimba. Hata kama Mary alihangaika moyoni mwake akasema, sasa mimi sijalala na lakini akamwambia, ni kwa ajili ya nguvu ya Yesu. Bwana asifiwe. Hata wewe asubuhi ya leo usiwe na mawazo ndani ya moyo wako, usihangaike ndani ya moyo wako, usiwaze utafanya nini. Haya ni majira tu yanapita, bora umtumainie Bwana, maana wote waliomtumainia Bwana katika hili neno aliwapa ushindi wa kupita katika majira magumu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Asubuhi ya leo Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu katika majira ambayo unapitia. Usitie shaka, maana hata Daudi alibaki kumwabudu Mungu, alibaki kumheshimu Mungu. Itakuwaje wewe mtu anakukimbisha, anataka kukumaliza, lakini Mungu akimweka ndani ya mikono yako anakwambia ndio huyu adui wako, unamfanyia nini? Unamwachilia anaenda, baadaye unaenda kumnamia, unamwambia unajua nilikuwa nimewekwa mbele zako nikuue, lakini kwa sababu wewe ni mfalme wangu sitakuua, maana wewe ulikuwa umepakwa mafuta. Bwana asifiwe. Mara kwa mara babaki kuja hapo anakuambianga, ukiwa mgeni anakuambia wewe ni mtumishi. Unajua watu tunajidharau, unasema mimi ni mtumishi aje? Mimi ni mtumishi aje? Tazama Daudi alipakwa mafuta. Kati ya ndugu zake wakipita mbele ya mtumishi wa Bwana Samueli, hapana, Mungu amekataa si yeye. Mungu amekataa si yeye. Hata wewe kwa majira ya kwenyu unaweza sababisha Mungu akatende jambo ni kwa ajili ya pale. Maana Daudi kupitia kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu aliweza kuinuliwa katika pango la Adulamu ili kuweza kuongoza wana wa Israeli. Hata wewe asubuhi ya leo Mungu amekuchagua kati ya mataifa yote ukaweza kumtumikia. Haijalishi ni majira gani yatapita, haijalishi ni vikwazo gani vitakuwa katikati yako vitakavyo kuzuia. Jambo tunaweza kukwambia, mshukuru Mungu kwa kila majira, ukamtumainie kwa kila majira, maana Mungu ni mwaminifu, hatashindwa na hatawahi shindwa, maana fadhili zake zinadumu milele. Usifadhaike moyo, maana kuna tumaini katika Bwana, kuna tumaini katika huyu Yesu, kuna tumaini, maana Yesu alisulubishwa ni kwa ajili tukaweze kupata tumaini. Bwana asifiwe. Amen. Tupate tumaini katika Yesu, maana Yesu ndiyo mwamba, Yesu ndiyo kimbilio. Daudi alimkimbilia, Yusufu akamkimbilia. Watumishi wote ambao tunasoma katika Biblia hii walimtumainia tu Baba, hakukuwa na mwingine. Wengine wakitumainia wanadamu, wengine wakitumainia miungu. Hizo miungu Mungu alikuwa anasababisha ili kusudi aonekane ni yeye anatawala. Ukitazama mtumishi wa Bwana Elia akainua miungu, neno la Bwana ikamjia akamwambia, inua Mungu wako akaweze kujulikana ni yeye anaabudiwa. Maana wana wa Israeli walikuwa wameacha kumwabudu Mungu wa ukweli, wakaanza kumwabudu Mungu wa Baali. Lakini haya majira Mungu alikuwa ameyajua. Mungu alikuwa amejua ni majira gani. Bwana asifiwe. Na Mungu angeweza kuaibisha mtumishi wake, akawainulia madhabahu yao, na mtumishi wa Bwana akainua madhabahu yao kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mungu alionekana ni kwa ajili ya madhabahu ya Elia. Bwana asifiwe. Kama Mungu alimtetea Elia, je na wewe umesimamaje mbele ya Bwana? Ni moyo wako. Bwana asifiwe.
Wengine huwa tunakuja tunajidai nimeokoka, unajisifu, tukifanya kazi ya Bwana tunajiinua makanisani, wengi wameinuliwa, wengi wamefanya nini, lakini Jehova anauliza, ni kwa ajili ya utukufu wake ama ni kwa ajili ya kujionyesha tu? Haya ni majira yanapita. Kuna majira mazuri ya majira mabaya, yote ni majira ambayo yamekubalika mbele ya Bwana. Asubuhi ya leo tazama majira yako na ukamshukuru Mungu, maana ukinungunika Mungu atakuachilia ukazidi kunungunika. Lakini ukiwa katika hayo majira, hata kama ni machungu, hata kama ni magumu, lakini ukiinua imani yako ni kwa ajili yake, ukimtazamia yeye atakuwezesha. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo namshukuru Mungu. Hakika Mungu ni mwaminifu. Mungu anatetea walio wake. Bwana asifiwe. Anatazama moyo. Sijui wewe moyo wako umeiweka aje? Moyo wako ukiwa sawa na Mungu atakutetea. Lakini moyo wako ukiwa na vishawishi, unasema sijui, sikawa. Maana wakati Sauli alianza ikawa ilikuwa ni abudu miungu wa Baali, abudu miungu wa Mori. Uwepo wa Mungu ulimuondokea, akasahau ya kwamba haya majira Mungu amenipea ya kuweza kuelekeza wana wake, naweza kuwatawala vyema, lakini akaweza kurudi nyuma na uwepo wa Bwana ukamuondokea. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, chunga dada yangu, chunga ndugu yangu, uwepo wa Bwana usikuondokee. Ni kwa sababu ya majira, maana yanapita. Haya yanapita. Kuna kesho nzuri. Bwana asifiwe. Kesho yako itakuwa mzuri. Leo ikiwa mbaya, leo ukiomboleza, kesho utafurahia. Bwana asifiwe. Tutaenda katika kitabu nikimalizia Zaburi 107 mstari wa 20. Haleluya. Mungu yu mwema, nitamwinua milele. Mungu yu mwema, nitamwinua milele. 107 mstari wa 20. Hulituma neno lake huponya. Nitarudia. Hulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Neno la Bwana linasema aje? Alituma neno lake kuwaponya. Bwana asifiwe. Kutoka katika maangamizo yao. Version nyingine huwa inasema taabu. Bwana asifiwe. Amen. Maana maisha ya mwanadamu yana taabu. Maisha ya mwanadamu yana dhiki. Lakini alituma neno ni kwa ajili ya kutuokoa. Bwana asifiwe. Neno lilikuweko tangu mwanzo, na hilo neno lilikuwa pamoja na Mungu, na hilo neno ukilipokea litafanyika kuwa mwana na mkombozi ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tulitumainie neno. Bwana asifiwe. Amen. Tulitumainie neno. Haijalishi unapitia magumu aina gani, haijalishi uko katika majira ya jangwa ama majira gani, lakini mtumainie tu Bwana, maana Mungu ni wa ukombozi, Mungu ni wa amani. Maana katika kitabu cha Isaya 43 pale, kama sijakosea, ama 19 pale, neno la Bwana linaniambia aje? Hata kama tutachoka atatutia nguvu. Bwana asifiwe. Tutapaa kama tai, hatutachoka. Bwana asifiwe. Hata ukipitia katika jangwa, hata ukipitia katika magumu, tujifunze mfano wa Daudi. Alikuwa pamoja na Mungu. Alikuwa amefinyiliwa na Sauli akijua huyu hata tawala. Lakini nashukuru Mungu, maana Daudi pia alipata upendeleo machoni pa mtoto wa mfalme. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
alipata kibali. Bwana asifiwe. Wewe uko aje? Roho yako iko aje? Inaweza apata kibali pachoni. Unajua ukipata kibali machoni pa mwanadamu, kwa hivyo una uhakika hata machoni pa Mungu nimepata kibali. Bwana asifiwe. Siku ya leo katika majira ambayo unapitia, mshukuru Mungu. Yawe mazuri, yawe mabaya, yawe ya dhiki, yawe ya furaha, tushukuru Mungu. Na Mungu wa amani na wabariki watu wake. Mungu wa amani na bariki neno lake. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na mbarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kushinda njaa, kuna wakati wa kutembea hauna nguo. Kwenda kwa hayo maandishi. Hallelujah. Soma hayo maandishi dada. Alafu utamalizia na John 13 mstari wa 10. Hapo ndio utamalizia. Niguza hapo kwanza kidogo, ndio nitapatia mtumishi wa Mungu nafasi akuje akamwombee na achukue tithe. Hallelujah. Akaombee tithe zenu. Hallelujah. Hatutaki kumpatiaga kazi nyingi sana, tunataka apumzike. Hata yeye amefanya kazi sana. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Asoma maandishi. Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1. Kwa kila jambo kuna majira yake. Hallelujah. Amen. Kwa kila jambo kuna majira yake. Bwana asifiwe. Nimekwambia usione yale unaona ukaona ni kama umefika mwisho. Haujafika mwisho. Bado Mungu anakuandaa. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kuna majira yake. Na wakati wa kila kusudi. Chini ya mbingu. Hallelujah. Soma maandishi dada, twende. Ni wakati wa Mungu saa hii. Wakati wa kuzaliwa. Na wakati wa kukufa. Bwana asifiwe. Wakati wa kuzaliwa kuna furaha, kuna sherehe. Bwana asifiwe. Lakini wakati wa kukufa, hata kama kuna sherehe, sio sherehe ya furaha. Ni kama wakati hauna pesa, hauna furaha. Wakati hauna kazi, hauna furaha. Lakini imeandikwa kila jambo liko na wakati wake. Amen. Wakati wa kupanda. Na wakati wa kung'oa kilichopandwa. Bwana asifiwe. Amen. Tumeomba leo asubuhi tukaombewa. Bwana asifiwe. Kuna vitu zilikuwa kwa maisha yetu lakini zimeongolewa asubuhi ya leo. Nimesimama nikasema ati mwaka ukianza kuna vitu mlikuwa nazo, mlikula wakati wa Christmas, vilikuwa vyakula za maroho. Vyabati za maroho, kuku za maroho, nyama za maroho. Hizo vitu zilikuwa na vita ndani, manunguniko ndani. Usione kama ati ilikuwa ya furaha. Amen. Ni muda mrefu sana mtumishi hajatufanyia deliverance. Simefanyika leo. Mahali hapa ni mahali pa kutisha. Kama umefika umechelewa hujafanyiwa deliverance dada ama ndugu, tafuta mtumishi. Hallelujah. Na kuomba tu kwa unyenyekevu, tafuta mtumishi. Hallelujah. Mahali hapa ni mahali pa kutisha, na tumeona kweli ni pa kutisha. Soma neno dada. Wakati wa kuua. Na wakati wa kuponya. Wakati wa kubomoa. Na wakati wa kujenga. Bwana asifiwe. Zilizojengwa ndani yetu, zile tulikula kama hatujui, zile zilinenwa kwa maisha yetu, zimebomolewa leo asubuhi. Amen. Hallelujah. Hata kama ni magonjwa ulisukumwa nayo, hata kama ni umasikini ulisukumwa nayo, na kuambia zilibomolewa leo asubuhi. Amen. Hallelujah. Amen. Na alikuwa amejiandaa, usione kama ni mchezo. Kujinyima hapa unafikiria ni rahisi. Hallelujah. Kujinyima hapa unafikiria ni rahisi. Si kazi rahisi. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
wakati wa kulia na wakati wa kucheka, na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, na wakati wa kucheza. Bwana asifiwe. Amen. Na kuambia wakati wa kulia kuna kuaga na machungu, wakati wa kulia kuna kuaga na mazito, lakini imeandikwa. Bwana asifiwe. Wakati wa kuomboleza na kuambia unajihurumia mpaka unaparara, lakini imeandikwa kuna wakati utaomboleza. Lakini mpendwa, ningekusei wewe ushajua Mungu, wakati haya mambo yamefika, enda kwa maandishi ujue sasa ni wakati. Lakini simama na maombi, Mungu akutetee, Mungu akupiganie, sababu ni maandishi yameandikwa. Haleluya. Sisi wa Kristo hatutakage mabaya. Bwana asifiwe. Hata mimi tu nikiwa mmoja wao, si ati mimi ni malaika. Haleluya. Niliambiwa mtoto wa ndugu yangu mtumishi akasema Bwana asifiwe. Akaona sasa tena nimejikunja, akasema hapana mtumishi, itakuwa mzuri. Bwana asifiwe. Si hata sisi ni malaika, ni binadamu tu. Haleluya. Amen. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kusanya mawe. Si unatupiwa mawe, si umetupiwa mawe mpendwa, si umetupiwa mawe, umetupiwa mawe na mpaka wako wenyewe wa nyumba yenu wenyewe wamekurushia mawe. Bwana asifiwe. Na kuambia wakati hayo mawe yanakugonga, na kuambia unasikia ni kama utaanguka, lakini ukiwa na Yesu Kristo hautaanguka. Hata ugongwe kiasi gani hautatetemeka, sababu ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. Amen. Haleluya. Umemaliza? Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Haleluya. Wakati wa kuweka, kuna wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Bwana asifiwe. Ukitafuta unatafuta kwa jasho lote, ukitafuta unatafuta kwa moyo wote, lakini wakati umepoteza, tuliona wakati tulipoteza. Wapendwa, sio kazi rahisi, hata usingizi haulali kama sio huyu Yesu Kristo. Na kuambia unaweza kuruka na akili, unaweza kutembea hata huna nguo, lakini ukimjua Yesu na ujua haya maandishi, unajua haya ni majira yake yamefika sasa. Wacha nisimame na Mungu wako. Mpenda, ningekusei wakati mambo umekumbana nao, wacha kwanza kulia, wacha kwanza kujiuliza maswali. Simama na Yesu Kristo akutetee. Yeye ndiye anaweza kupigania, yeye ndiye anaweza kusimama nawe, yeye ndiye anaweza kukulinda. Haleluya. Amen. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Haleluya. Amen. Amen. Kuna wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Bwana asifiwe. Zote zimejiandika. Kuna wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Haleluya. Wakati wa kushona unafurahia, lakini wakati wa kurarua, Bwana asifiwe, sio rahisi wapendwa. Tukae kwa neno, enda kwa maandishi ya John. Haleluya. Kumalizia hapo, niite mtumishi wa Mungu. Alikuwa amesema saa 6. Nimebaki dakika 10. Sijui kama ataweza na dakika 5. Amen. Amesema saa 6 tuwe tumeondoka. Ni lazima tutii sauti, sababu aliongeleshwa. Enda haraka haraka nisikose. Hizo dakika 5 zimetosha. Aombe. John chapter John 13 verse 10. Hallelujah. Amen. Mwe mnasaidiana haraka haraka. Hallelujah. Amen. Yohana Mtakatifu mlango wa 13 mstari wa 10. Yesu akamwambia yeye alikwisha kuoga mwili. Yeye alishakwisha kuoga mwili. Hana haja ile ya kuosha miguu. Bwana asifiwe. Tumeosha asubuhi na kuambia tulikuwa tumebebana, lakini hatukujua tulikuwa tumebebana, lakini asubuhi ya leo tumejiosha. Bwana asifiwe. Ni miguu tulikuwa tunaosha sasa. Haleluya. Tumeokoka, tunatembea tumeokoka, lakini miguu ndio zilikuwa zinasafishwa leo. Enda na maandishi ukasikie vizuri.
Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga mwili, yeye alishakwisha kuoga mwili, hana haja tena ile ya kuosha miguu, tu peke yake. Bwana asifiwe. Sababu wewe umeokoka, ukiambiwa ingia kwa anga, unajua namna ya kuingia haraka, unajua namna ya kubomoa. Bwana asifiwe. Sababu ulishaoga, ni miguu tu peke yake unaosha. Amen. Si tumeosha leo asubuhi? Yes. Si tumeosha leo asubuhi? Yes. Uacha Mungu amtendee. Amen. Uacha azidi kuosha hizo miguu. Uacha azidi kuosha hizo miguu. Uacha azidi kuosha hizo miguu. Hallelujah. Amen. 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 Hey. Maana yu safi mwili wote. Hey. Nanyi mmekuwa safi. Mmekuwa safi wapendwa. Lakini si nyote. Umesikia? Yes. Na si nyote. Kuna wale walikuwa wamebebana. Nimemwambia hiyo maneno. Na muko jua ebiabati na kuku na nyama, zingine zilikuwa na vita, zingine na maswali, zingine zitatosha, manunguniko mengi, na hizo vitu zikakuingia kwa mwili, unatembeaga tu nazo. Lakini siku ya leo nakuambia mguu umefunguliwa, mguu umeombewa, mguu umetakaswa, mguu umefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Hautarudi vile ulikuja. Mguu uko huru, utamtumikia Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Asante sana. Bwana asifiwe. Kuna wimbo nimbanga kwamba hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza wewe. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe.